Usiku wa kuamkia mwaka mpya wa mwaka wa 2023, mwanaharakati wa haki za LGBTQ Edwin Chiloba alionekana mtaani Eldoret akijivinjari na mchumba wake wa kiume Jackton Odhiambo pamoja na mwanaume mwingine. Walikuwa wakijitayarisha kusherehekea mwaka mpya, lakini siku tatu baadaye, Jumatano tarehe 4 Januari mwaka wa 2023, Chiloba alipatikana amefariki dunia, mwili wake ukiwa umefungwa ndani ya sanduku la chuma. Swali likabaki, ni nini hasa kilijiri kiasi cha kusababisha kifo chake cha kikatili? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf. Jiunge miongoni mwa maelfu ya wanaojenga jamii hii kwa kusubscribe na kushirikiana nasi kwenye sehemu ya comment. Edwin Kiprotich Kiptoo, anayefahamika zaidi kama Edwin Chiloba, alizaliwa tarehe 6 Februari mwaka wa 1997 katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Katika mahojiano yake na Ebru TV, aliwahi kufichua jinsi utoto wake ulivyokuwa wa taabu. Alizaliwa nje ya ndoa na kulelewa na dada yake mkubwa aliyebeba jukumu la kuwatazama yeye na ndugu zake. Changamoto kubwa zilianza pale mama yake wa kambo alipougua na kufariki dunia, wakati huo Chiloba akiwa na umri wa miaka 9. Muda mfupi baadaye, dada yake akaolewa na kumwacha aishi na baba yake ambaye hakuwa na mapenzi wala malezi ya kweli kwa mwanawe. Hali ikazidi kuwa mbaya zaidi kwa kuwa shangazi aliyekuwa akiishi naye alikuwa mraibu wa pombe, akigeuza nyumba yao kuwa kijiwe cha anasa na burudani. Kutokana na matusi na msongo wa mawazo uliojaa nyumbani, Chiloba aliamua kufanya uamuzi mgumu: kuondoka na kujitafutia sehemu ya kujihisi salama. Mara kwa mara aliishi kwa msaada wa walimu wake na wahisani waliomkaribisha nyumbani mwao. Changamoto hazikuishia hapo. Mwaka wa 2015 alipoteza tena baba yake mzazi, na hali hii ikamvunja moyo zaidi. Akahisi kana kwamba dunia nzima imemtelekeza. Dada yake alijitahidi kumsaidia kuendeleza masomo yake. Baada ya kumaliza shule ya upili, alijiunga na Moi University West Campus kusomea degree in education. Lakini moyo wake ulikuwa umevutwa na matamanio ya sanaa na mitindo. Akiwa mwaka wa pili, aliacha masomo na kuzamia ulimwengu wa fashion. Hata hivyo, familia yake haikuwafiki maamuzi hayo, mara nyingi wakimshtumu kwa fikra duni na maisha yasiyo na maana. Wakati huu, Chiloba alipata nafasi ya kuwasiliana kupitia Facebook na wanandoa wazungu Peter na Donna waliokuwa wametua Kenya kwa shughuli za Injili. Wanandoa hao walimchukua kama mtoto wao na wakawa nguzo muhimu katika safari yake ya kugundua kipaji chake. Kupitia msaada wao, aliweza kujiunga na University of Eldoret mwaka wa 2019 kusomea kozi ya Fashion and Design. Chuoni, Chiloba alijulikana kwa mtindo wake wa kipekee na mavazi ya kuvutia. Mwaka wa 2022 aliteuliwa kuwa Mr. University of Eldoret. Umaarufu wake katika sanaa ya ubunifu ulizidi kuongezeka, akionekana kwenye majarida mbalimbali kutokana na ubunifu wake wa mavazi. Juhudi zake zilimpa tuzo ya Pulse Influencer of the Year Award 2021, jambo lililomfanya kutambulika zaidi nchini Kenya kama msanii wa mavazi. Aidha, Chiloba alianzisha na kuwa mkurugenzi wa Chiloba Designs, kampuni iliyojulikana kwa mitindo yake ya kipekee na ubunifu wa kushona mavazi yaliyokuwa yakihusisha pia utamaduni wa Kiafrika. Hatimaye, Chiloba akajulikana kama mwanaharakati shupavu
wa kutetea haki za LGBTQ nchini Kenya, jamii inayopingwa vikali si tu na taifa bali pia na dini zote. Ni kundi linaloruhusu watu wa jinsia moja kuoana. Kwa bahati mbaya, kipindi hiki pia kilikuwa na ongezeko la mashambulizi dhidi ya watu wa LGBTQ nchini. Mfano, Sheila Lumumba aliuawa huko Karatina, Nyeri kwa sababu ya kuwa mwanachama wa jamii hii. Hata Chiloba mwenyewe aliwahi kuvamiwa mjini Eldoret kutokana na utambulisho wake. Sasa swali ni hili: je, ni sawa kwa jamii ya LGBTQ kupewa haki ya kuendeleza misimamo yao nchini, au hatua ya kutengwa na kushambuliwa ndiyo njia ya kuadhibu? Na nini hasa humsukuma mtu kuamua kwamba mapenzi yake yapo kwa jinsia moja? Usiku wa kuamkia mwaka wa 2023, Chiloba alikuwa akiburudika kwenye tafrija mjini Eldoret akiwa na mchumba wake Jackton Odhiambo na mwanaume mwingine ambaye hakutambulika. Lakini la kuhuzunisha, siku tatu baadaye, Jumatano tarehe 4 Januari mwaka wa 2023, Chiloba alikutwa amefariki, mwili wake ukiwa umefungwa ndani ya sanduku la chuma kando ya barabara ya Kipkaren, Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Hii ilibainika baada ya dereva wa pikipiki kushuhudia gari lililosimama na kutupa mzigo huo kando ya barabara. Mwili wake baadaye ulisafirishwa hadi Moi Teaching and Referral Hospital ambako uchunguzi wa kitabibu ulifanywa. Matokeo ya autopsy yalionyesha kuwa hakuwa na majeraha makubwa ya nje isipokuwa jeraha kwenye mdomo na ulimi. Pathologist walihitimisha kuwa chanzo cha kifo chake kilikuwa asphyxia, yani kufungwa njia ya hewa mwilini na kusababisha kukosa pumzi. Kitambaa cha soksi kilipatikana kikiwa kimeziba mdomo wake zaidi. Kifo cha Chiloba kilitikisa mitandao ya kijamii. Watu wengi walitaka haki itendeke, huku Kenya ikijulikana kupinga vikali ushoga. Wengi waliamini kitendo hiki kilikuwa ni unyanyasaji dhidi ya jamii ya LGBTQ. Vyombo vya habari, wanaharakati na wanamitindo maarufu duniani walionyesha kuguzwa na tukio hilo, wakisisitiza haja ya serikali kuwalinda na kuwatambua watu wa LGBTQ kama sehemu ya jamii ya Kenya. Tarehe 17 Januari mwaka wa 2023, mwili wa Chiloba ulizikwa kwenye boma la kifamilia huko Elgeyo Marakwet. Ijumaa tarehe 6 Januari mwaka wa 2023, kufuatia kupatikana kwa mwili wake, mshukiwa mkuu Jackton Odhiambo alikamatwa na maafisa wa jinai. Jackton, mwenye umri wa miaka 24 na ambaye pia alikuwa mpiga picha, alitajwa kuwa mpenzi wa Chiloba. Wawili hao walikuwa wameishi pamoja kwa mwaka mmoja katika mtaa wa Kimumu, Eldoret. Mara ya mwisho kuonekana pamoja ilikuwa usiku wa sherehe mjini Eldoret, Januari tarehe 1 mwaka wa 2023. Waliondoka kwenye burudani hiyo majira ya saa 10 alfajiri na kurejea nyumbani kwao. Majirani walithibitisha kwamba kulitokea ugomvi ndani ya nyumba hiyo. Baadaye harufu mbaya ilianza kutoka humo na Jackton alijitetea kuwa ilisababishwa na panya aliyekufa. Shahidi mmoja, caretaker wa nyumba hizo, alieleza kwamba tarehe 4 Januari mwaka wa 2023, Jackton akitumia simu ya Chiloba alimarifu kuwa walikuwa wanahama. Masaa machache baadaye, majirani waliona wanaume wawili wakibeba sanduku la chuma hadi ndani ya gari. Hatimaye Jackton alikiri kwa maafisa wa usalama kwamba alimangamiza Chiloba kwa hasira na wivu baada ya kugundua kuwa alikuwa na mpenzi mwingine. Alisema
alihisi kusalitiwa katika uhusiano wao. Wengine kadhaa akiwemo rafiki yake, mpwa wake na dereva aliyemsaidia kuondoa mwili huo walikamatwa, lakini maafisa wa usalama walisisitiza kuwa ni Jackton pekee ambaye atahukumiwa kwa shtaka la mauaji. Kesi hii ilianza kusikilizwa tarehe 13 Julai mwaka wa 2023. Mpwa wa Jackton na rafiki yake, wote wakiwa chini ya miaka 19, walipelekwa mahakamani kama mashahidi wa serikali. Walisimulia jinsi walivyosaidia kubeba sanduku ambalo Jackton aliwaeleza kuwa lilikuwa na nguo chafu tu, pombe na uchafu wa mbwa uliosababisha uvundo. Baada ya kupakia sanduku kwenye gari aina ya Toyota Fielder, walielekezwa na Jackton hadi Huruma Estate, Eldoret. Hiyo ndiyo ikawa siku ya mwisho walipomwona ya kushtakiwa kwa jinai hiyo. Kesi bado inaendelea na macho ya umma yameelekezwa kusubiri hatima ya haki kwa Edwin Chiloba. Kuwa makini na zidi kufuatilia kazi zetu. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Sheban Yusuf.